Kwanza tuwashukuru kwa kujumuika pamoja na kamati ya kudumu ya Bunge ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Tangu asubuhi tumeona mmekuwa mkizunguka nasi katika miradi yote tuliyopitia ambayo inasimamiwa na jiji la Dar es Salaam. Kama ambavyo mmeona, tumeanza na mradi wa ujenzi wa barabara kule katika eneo la kwa Mparange, ambapo tunaona kazi kubwa ambayo jiji la Dar es Salaam kupitia mapato ya ndani limetenga fedha 10% na ikawa sehemu ya ujenzi wa barabara katika eneo ambalo tumeenda kukagua barabara hiyo. Lakini tumeona barabara hiyo ni barabara ya kielelezo ambayo ilikuwa ni changamoto sana kwa wananchi. Kwa hiyo kwa ujumla wa barabara hii ambayo ina kilomita 6.5 mpaka sasa jiji limeweza kujenga kilomita 1.5, nusu kilomita bado iko katika hatua za manunuzi, lakini kwa kushirikiana na TARURA tunaona na wenyewe wanaendelea kujenga kipande cha 0.9 kilomita, na kipande kilichobaki kimewekwa kwenye utaratibu wa mpango kuhakikisha kwamba na chenyewe kinajengwa kinakamilika, ili wananchi wa eneo hilo sasa waweze kupata barabara ambayo kwa kweli itakuwa ni barabara ambayo ni ya kielelezo na inakidhi mahitaji yao, kwa kuwa enzi hizo kulikuwa na changamoto kubwa sana katika eneo la barabara hiyo. Lakini tumeona mahitaji ya msingi na ya muhimu katika barabara hiyo yamezingatiwa. Tuna njia ya watembea kwa miguu, lakini kuna mifereji ya maji ambayo inasababisha barabara idumu, lakini zipo taa za barabarani, lakini tumeona kuna service duct ambazo zinatoa rumu kwa mamlaka zingine kama zinapitisha miundombinu ya maji, miundombinu ya umeme iweze kupita bila kuharibu barabara sasa hizo siku za usoni. Mradi wa kielezo mwingine, tumeenda shule ya sekondari ya Bonyokwa ambayo ni shule ambayo ni ya magorofa. Waandishi wa habari, tunatambua shule zimejengwa nyingi katika kipindi cha Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini tumeona shule za kielelezo hasa katika jiji la Dar es Salaam, shule ya gorofa 5 ambayo inajengwa gorofa 4. Kwa kweli hii imekuwa ni ya mfano, na shule hiyo imekuwa lifti kuhakikisha kwamba vijana wetu, lakini watu wenye mahitaji maalum hawapati shida kupanda katika gorofa za juu. Ni madarasa ambayo ya kiwango kikubwa kwa ajili ya vijana wetu wa kidato cha 5 na kidato cha 6, na tunaona mradi huo kwa kweli ni wa kielelezo pia. Lakini mradi wetu wa 3 tunauona upande wa afya. Tumekuja hapa kuangalia kituo cha afya cha kielelezo. Kituo hiki mmeona mradi mkubwa wa bilioni 7.5. Nyewe waandishi wa habari ni mashahidi. Rais ameendelea na serikali yake kujenga vituo vya afya mbalimbali ndani ya nchi yetu. Tunajenga vituo vya afya vya milioni 500. Sasa kituo hiki cha kielelezo mnaona ni gorofa 5 kwenda juu, na kimegharimu zaidi ya bilioni 7.4, na mandhari yake mnayoona katika maeneo ya mzunguko na wananchi ambao watapata huduma katika eneo hili. Lakini tunaona kwa kweli kwa kiwango cha ujenzi ambacho kinaridhisha. Kama kamati kwa kweli, kwanza tunampongeza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pili, eneo hilo tulilopo ni eneo ambalo mbunge wake ni Mheshimiwa Musa Hassan Zungu ambaye ni spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bado tunaendelea kumpongeza yeye kama mbunge wa eneo hili, ambapo pamoja na majukumu mazito alionayo ya kuliongoza bunge, lakini bado anakumbuka wananchi wake ambao wamempa dhamana kuhakikisha kwamba wanaendelea kupata huduma mbalimbali katika jimbo lake. Kwa hiyo tunaona kwa kweli ni ushirikiano mkubwa, lakini eneo hilo limekuwa pia la historia. Kata hii ambayo kituo hiki kinajengwa pia ni kata ambayo Mheshimiwa mstahiki meya ni diwani na ndo mstahiki meya. Kwa hiyo mmeweza mkaona viongozi hawajisahau. Mimi kwa niaba ya kamati kwa kweli nichukue fursa hii kupongeza na kushukuru uongozi wa mkoa wa Dar es Salaam chini ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa Albert Chalamila, lakini pia na sekretari yake ya mkoa kwa kazi nzuri na usimamizi. Lakini pia salamu zetu za pongezi mwendee Mheshimiwa Mpogoro, mkuu wa wilaya, na kamati ya ulinzi na usalama. Tunaona ambavyo viongozi hawa wametengeneza muunganiko mzuri na watendaji, lakini kwa eneo hili kwa kweli tumejiridhisha. Mheshimiwa mkuu wa wilaya na Mheshimiwa naibu katibu mkuu kwa halmashauri yenu ya jiji la Dar es Salaam inafanya kazi nzuri. Kwa kuwa sisi ndio wapitishaji wa bajeti, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunaendelea kuhamasisha, endelea kubuni mahitaji mengine ya wananchi. Naamini mkija kwenye kamati na wajumbe hapa walivyoridhika, basi watasaidia bajeti hizo zinapita, kwa sababu zinakuja kuwa kielelezo kwa wananchi wetu ndani ya maeneo ambayo tunaishi. Kwanza kabisa tukushukuru sana wewe na kamati yako kwa kuja kutembelea miradi hii katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Wakati wote sisi ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI mnapokuja kututembelea tunapata hekima zaidi na tunapata maono zaidi, na nikuhakikishie tu kwamba yote ambayo mmeyasema leo na maelekezo mliotupa tutayasimamia ili yaweze kutekelezwa kama ambavyo mmesema.
lakini uniruhusu Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme tu kwamba miradi hii mlioitembelea ni kielelezo cha dhamira ya serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuleta maendeleo kwa wananchi kwa haraka ili kuleta tabasamu kwa wananchi. Na niseme azma hii ya Mheshimiwa Rais, sisi wasaidizi wake tunaitekeleza kwa nguvu zote kuhakikisha kwamba miradi hii inaendelea na inakamilika kwa wakati. Sisi tutaendelea kusimamia na kama wizara kuhakikisha kwamba vifaa tiba na watumishi wanapatikana ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma wanaostahili. Asante sana Mheshimiwa.